Karibu sana The God Voice, sauti ya uponyaji wa ndoa na familia nyingi sana. Katika siku ya leo tumekuandalia somo mahususi kabisa ambalo pia tunaangazia kiini kikubwa cha machungu katika ndoa nyingi. Somo letu la leo linasema ndoa inapogeuka uwanja wa vita, sababu na tiba yake. Hili ndilo somo letu la leo. Ndoa inapogeuka uwanja wa vita, sababu na tiba ya tatizo hili. Karibu sana tuweze kujifunza nini husababisha hali hiyo, na je, kuna tiba ya tatizo hilo? Twende pamoja katika somo letu la leo. Sasa vita katika ndoa haiji tu from nowhere. Vita katika ndoa ina chanzo kama vile ambavyo mmea una vyanzo vinavyoweza kusababisha ukaota. Manake kuna maji, kuna mwanga wa jua, kuna ardhi, kuna hewa, lakini kuna mbegu. Hivi ndivyo vitu ambavyo vinaweza vikapelekea mmea ukastawi. Kwa hiyo vivyo hivyo hata vita kwenye ndoa ina vyanzo vyake. Ina vitu ambavyo vina uwezo wa kuwa rutuba au mbolea pekee inayoweza kusababisha vita ikamea kwenye ndoa yako. Badala ya rehema kumea, basi vita inamea. Sasa tutaangazia sababu kadhaa ambazo zina uwezo wa kupelekea au kubadili au kugeuza ndoa kuwa uwanja wa vita. Namba moja, sababu inayoweza kuwa kichocheo kikubwa cha ndoa nyingi kugeuka kuwa uwanja wa vita ni mawasiliano duni au yasiyojali. Kwenye maisha ya ndoa, mawasiliano bora ni kitu cha msingi sana, lakini mawasiliano yanapokuwa duni na yasiyojali, haya yana uwezo wa kuwa mbolea pekee ya kugeuza ndoa yako kuwa uwanja wa vita. Sasa wanandoa wanapokuwa hawasikilizani bali wanashindana, hapa wana uwezo wa kusababisha sana maumivu, na haya maumivu ndiyo vita yenyewe. Sasa kwenye ndoa tunapoanza kushindana badala ya kusikilizana kwamba nani yuko sahihi, nani ana umuhimu, nani ni bora, nani ni nani, haya sio makusudi ya ndoa. Kwa sababu wewe ni mke unasema sasa ngoja nikunyoshe, mnashindana. Kwa sababu wewe ni mume unasema sasa ngoja nikunyoshe, mnashindana. Haya mambo yana uwezo wa kusababisha vita kwenye ndoa. Haya mambo ni mashabiki pekee ambao wana uwezo wa kusababisha vita yenu ikanoga, ikang'aa, na mwisho wa siku mkafika mbali zaidi. Kwa hiyo mawasiliano duni na yasiyojali, maana yake moja kwa moja hichi ni chanzo kikubwa sana ambacho kina uwezo wa kusababisha vita kwenye ndoa yenu. Kwa hiyo ni vizuri sana wanandoa kusikilizana, lakini mnapogeuza kushindana badala ya kusikilizana, kuna uwezo mkubwa wa kusababisha vita ndani ya ndoa yenu. Lakini katika hiyo mawasiliano kunapokuwepo na dharau, lakini pia kunapokuwepo na ukimya wa kisasi, lakini pia na matusi, huu unakuja kuunga mkono kwenye mawasiliano hafifu. Hii inakuja kutia nyama kwenye mawasiliano yasiyojali. Unapomtukana mmeo ni mawasiliano, lakini sio mawasiliano yanayojali. Unapomtukana mmeo, unapomtukana mkeo ni mawasiliano yasiyojali, ni mawasiliano yasiyothamini, ni mawasiliano duni. Unapokaa kimya ni mawasiliano duni. Unapotukana ni mawasiliano yasiyojali kwamba unayemtukana ni nani, ana nafasi gani kwako. Kwa hiyo mawasiliano hafifu na yasiyojali, matusi, nidhamu mbaya, kauli zisizo na nidhamu, ukimya wa kisasi, unaamua kumnyamazia mmeo katika huduma fulani, unaamua kumnyamazisha mkeo katika huduma fulani. Haya ni mawasiliano hafifu ambayo yana uwezo wa kuchochea vita kwenye ndoa. Kwa hiyo ni vizuri sana ukae ukijua kwamba unapokaa kimya kwa kisasi, unapozungumza kauli zisizo na nidhamu, unapomtukana mwenzi wako, ukae ukijua kwamba unachochea, au hivi ndivyo vyanzo vya vita katika ndoa yako. Lakini chanzo kingine cha vita katika ndoa yako ni mifumo ya kulelewa tofauti.
Kwenye maisha yetu tunapokuwa watoto tunalelewa katika familia tofauti tofauti, na kila familia ina dhana ya malezi yake, ina malezi ya aina tofauti tofauti. Sasa tofauti za malezi huathiri sana matarajio ya ndoa. Mimi ninapolelewa katika mifumo fulani, mke wangu anapolelewa katika mifumo fulani, maana ile mifumo tofauti ina uwezo wa kuathiri sana matarajio ya ndoa. Kwa sababu gani? Tabia zangu nilizolelewa zina uwezo wa kukataliwa na mke wangu. Tabia ambazo mke wangu amelelewa kwangu zina uwezo kuwa ni kichefuchefu. Sasa kichefuchefu cha tabia kinapokuja, maana yake moja kwa moja hiyo ndoa lazima ianze kugeuka kuwa uwanja wa vita, kwa sababu sitafumbia macho na yeye hatafumbia macho tabia ambazo mimi nimezikulia. Lakini katika hapo malezi tofauti, mmoja anaweza akawa anaamini kupiga huleta nidhamu, lakini mwingine anaamini kupiga kunadhalilisha. Sasa mimi nimekulia familia ambayo baba yangu anampiga mama anapokosea, kwamba anaonywa kwa kipigo, kwa kudhalilishwa. Maana yake anasema ovyo mbele ya sisi watoto. Lakini na mimi ninapokuwa mtoto wa kiume, maana yake najua kabisa kwamba hii ndio system ya kulea familia, hii ndio system ya kuweza kumtreat mke. Sasa ninapokuja na kuanza kumtreat mke wangu katika zile mifumo, mke wangu kwa sababu hajalelewa katika yale mazingira, anaona namdhalilisha, anaona namkatili. Kwa hiyo mifumo ya malezi inaweza ikawa ni chanzo kikubwa sana cha vita katika ndoa. Kwa sababu gani? Tutaanza kutofautiana mtazamo na mke wangu, tutaanza kushindana, kwa sababu mimi ndivyo ninavyoamini na mke wangu ndivyo anavyoamini kwamba kupigana sio suluhu, ni udhalilishaji. Na mimi ndivyo ninavyounga mkono kwamba kupigana sio suluhu, ni udhalilishaji, ila kukaa na kuzungumza. Kwa hiyo mifumo ya malezi ina uwezo wa kuwa kichocheo kikubwa sana kwenye vita ya familia, au kwenye kugeuza ndoa kuwa uwanja wa vita. Lakini sababu nyingine ni mapengo ya kiimani na maadili. Kwenye maisha yetu kila mmoja amelelewa kivingine. Mwingine amelelewa katika misingi ya dini, anaenda msikitini, anaenda kanisani, anafundishwa hofu ya Mungu. Lakini mwingine hafundishwi katika hayo maisha, hafundishwi katika hiyo misingi ya kimungu. Lakini mwingine amefundishwa maadili, kwamba namna gani unatakiwa kuishi na watu. Lakini mwingine hakufundishwa maadili, maana yake alikosa maadili. Kwa hiyo ana pengo la kimaadili katika maisha yake. Kwa hiyo anapokuwa ana pengo la kimaadili kwenye maisha yake, kuna vitu ambavyo ana uwezo kuja kuviishi kwenye ndoa vikawa kichocheo kubwa sana kwenye ndoa yake, katika kuleta vita. Sasa katika hili kukosa hofu ya Mungu, kuna chochea sana jeuri, kuna chochea sana usaliti, lakini pia kuna chochea sana vurugu. Sasa mtu anapokuwa amekosa hofu ya Mungu, jeuri kwake inakuwa ni kawaida. Ana uwezo wa kumkatili mmewe, ana uwezo wa kumkatili mkewe. Mtu anapokosa hofu ya Mungu, usaliti kwake ni kitu cha kawaida. Yani kumsaliti mmewe kwa sababu ya kitu fulani, anaona kwake sio shida. Kwa sababu gani? Hofu ya Mungu haiko ndani yake. Lakini pia vurugu. Mtu mwingine hana hofu ya Mungu, anapokosa hofu ya Mungu, maana yake yeye vurugu anaona kama ni sehemu ya maisha tu, kutumia kauli mbaya, lugha mbaya na nini zisizo na maadili, yeye anaona ni sahihi tu. Ni kwa sababu gani? Hofu ya Mungu. Kwa hiyo mapengo ya kiimani na ya kimaadili kwenye maisha ya mtu inaweza ikawa chanzo kikubwa sana cha kuleta vurugu au vita ndani ya ndoa, na kufanya ndoa yako ikaonekana kuwa chanzo cha vita na chanzo cha kuwa uwanja wa vita katika maisha. Lakini chanzo kingine ni kukosekanika kwa jukumu la kuongoza kwa upendo. Kwenye maisha, mwanaume mwingine anataka kutawala badala ya kuongoza kwa upendo. Hili ni tatizo kubwa sana. Mwanaume anapotaka kutawala badala ya kuongoza, inaweza ikawa chanzo kikubwa sana. Mwanaume kwenye ndoa anaongoza, hatawali. Mwanaume ni kiongozi, ndio maana anasema ni kichwa cha familia. Lakini sio kwamba wewe ndio mtawala, no, ni kichwa. Maana yake unatakiwa uongoze kwa upendo. Unapozungumza na mkeo, unatakiwa uzungumze kwa upendo. Unapomkosoa mkeo, mkosoe kwa upendo. Unapomwelekeza mkeo, mwelekeze kwa upendo. Lakini sio mwelekeze kiutawala kwa amri. No, unatakiwa ukatambue kwamba mkeo ni mtu anaelewa, anasikia na anajua nini ambacho kinatakiwa kiendelee.
isipokuwa kuna kuteleza, kuna kukosea pia. Kwa hiyo unatakiwa uongoze kwa upendo. Lakini vile vile ukiachana na mwanaume kuongoza kwa upendo, hapo hapo kwenye kukosa jukumu la kuongoza kwa upendo, unakutana na mwanamke mwingine anataka kushindana na mmewe badala ya kushirikiana na mmewe. Mwanamke unapofika level ya kushindana na mmeo, mwanamke unapofika level ya kushindana na mmeo, ukae ukijua kabisa kwamba una uwezo wa kuwa chanzo kikubwa sana cha vita katika ndoa yako. Ni kwa sababu gani? Hakuna mwanaume anayetaka mashindano na mkewe. Hakuna mwanaume anayetaka washindane, nani mrefu, nani mfupi, nani mrefu, nani mnene na mkewe. No, mke ondoa dhana ya kushindana na mmeo. Mke ondoa dhana ya kutaka wewe uonekane ndio unawajibika kuliko mmeo. Mke ondoa dhana ya kutaka wewe uonekane bora kwenye familia kuliko mmeo. No, isipokuwa ondoa ushindani, weka ushirikiano na mmeo. Unapoweka ushirikiano, una uwezo wa kuondoa ile vita. Lakini kama utaweka ushindani na mmeo, maana yake hapo moja kwa moja utapelekea wewe kutengeneza vita katika ndoa yako. Lakini chanzo kingine cha vita katika ndoa nyingi ni marafiki na wanafamilia. Marafiki wengi ambao tunawaingiza kwenye ndoa zetu wana uwezo wa kuwa chanzo kikubwa sana cha kuleta vita kwenye ndoa zetu. Ndugu wengi ambao tumekuwa nao, baba, mama, kaka, anapoingia sana kwenye ndoa yako, ana uwezo wa kusababisha vita. Kwa sababu gani? Atataka akutetee wewe hata kama umefanya upumbavu. Atataka akutetee wewe hata kama umemkosea mwenzio. Sasa hichi kitu sio sahihi, lakini kuna wakati mwingine tunapeana idea ambazo sio rafiki. Inawezekana kipindi mimi naishi peke yangu, zile idea zilikuwa zinanifaa, lakini sasa hivi nimekuwa mume wa mtu, sasa hivi umekuwa mke wa mtu. Kwa hiyo hizo idea za kifamilia hazitakiwi tena katika ndoa yako. Ni kwa sababu gani? Ndoa ina misingi na ina mikakati yake na inaongozwa kwa makubaliano na sio kwa amri. Kwa hiyo tunapowapa nafasi marafiki zetu kupita kiasi kwenye ndoa zetu, tuna uwezo kusababisha vita kwenye ndoa zetu. Tunapowapa nafasi iliyopitiliza wanafamilia kwenye ndoa zetu, inaweza ikawa chanzo kikubwa sana cha vita kwenye ndoa zetu. Sasa baada ya kuona nini kinasababisha vita, kuna tiba yake ambayo ina uwezo wa kugeuza ile ndoa ambayo sasa inafuka moto, inawaka moto, sasa ina uwezo wa kuwa uwanja wa rehema. Nini kifanyike ili kuweza kugeuza hiyo ndoa iwe sehemu ya rehema na baraka? Jambo la kwanza ni kuanza upya kwa kuzungumza au kwa mazungumzo ya kujenga. Ni vizuri sana ninyi mnapogundua ndoa yenu sasa inawaka moto, imekuwa ni vita, mkae chini na kuzungumza, lakini mazungumzo yenu yawe ya kujenga. Sasa ili muweze kuzungumza vizuri, kwanza elewaneni badala ya kushindana. Mnapozungumza mtengeneze moyo wa kuelewana, sio moyo wa kushindana. Mnapotengeneza moyo wa kushindana badala ya moyo wa kuelewana, hapo mkae mkijua kwamba hamwezi kuizima hiyo vita. Lakini katika mazungumzo jifunzeni kuzungumza kwa heshima na kwa wakati sahihi. Unapokuwa mke, zungumza kwa heshima ukimheshimu mmeo, lakini pia zungumza kwa wakati sahihi. Lakini unapokuwa mwanaume vivyo hivyo, zungumza kwa heshima, lakini pia zungumza kwa wakati sahihi. Mkizingatia haya, mazungumzo yenu yana uwezo wa kujenga upya ndoa yenu ikawa uwanja wa rehema badala ya vita. Lakini tiba nyingine au suluhu nyingine ya kutibu ndoa ya aina hiyo pia kusameheana na kusahau. Mshikamano hujengwa juu ya msamaha. Hata ndoa nyingi zimejengwa juu ya msamaha. Sio kwamba wanapocheka kwamba hawakoseani. No, sio kwamba wanapokwenda ibadani, msikitini, kanisani, sio kwamba hawakoseani. No, wanakoseana, ila ndoa yao na mshikamano wao umejengwa katika nisamehe, nimekusamehe, lakini haujajengwa katika kisasi. Kwa hiyo kama mtakubali kusameheana na kusahau, mna uwezo wa kugeuza historia ya ndoa yenu. Lakini tiba nyingine ya kutibu ndoa ambayo imegeuka kuwa uwanja wa vita badala ya uwanja wa rehema ni kupata ushauri wa ndoa kwa watumishi au kwa viongozi wa dini na washauri sahihi wa ndoa. Viongozi wa dini wana uwezo wa kuturejesha katika misingi mizuri ya Mungu, nini anakitaka. Lakini viongozi wa dini wana uwezo wa kutukumbatia katika nyakati ngumu zaidi, kwa sababu wanatutia faraja, wanatuombea na kutuonyesha misingi ambayo tunatakiwa kuishi sisi kama wanandoa. Lakini washauri sahihi wa ndoa kama The Gold Voice na MC Kakatiba Official, sisi tumedhamiria kubeba hofu ya Mungu na kubeba nuru ya dhahabu. Lengo lake ni nini? Tunaleta ufahari kwenye ndoa yako, tukikupandikiza hofu ya Mungu, hofu ya upendo, na kuletea uponyaji katika majeraha na kukufundisha namna sahihi ya kuweza kuishi na mwenzio, na si kukuonyesha
kuonyesha kwamba wewe ni bora kuliko mwenzio kwenye ndoa yako. Kwa hiyo ni wakati wako sahihi kuendelea kuwa mwanafamilia wa The Good Voice, ili uendelee kupata maarifa sahihi, uponyaji na matumaini ambayo yanakuunganisha na Mungu, na mumeo, na mkeo, na familia yako kiujumla. Unachelewa nini kuwa mwanafamilia wa The Good Voice? Ni sauti ambayo imekuja kuleta uponyaji. Lakini suluhisho lingine ni kukumbuka sababu ya ninyi kuoana, ili muweze kuzima moto au ili muweze kuiondoa ile vita ambayo iko kwenye ndoa yenu. Mrudi nyuma na kukumbuka sababu zilizofanya ninyi kuoane. Sababu iliyopelekea ninyi mnapendana, mnaanza kuhagiana, mnaanza kufikia level ya makubaliano ya kufunga ndoa. Kumbukeni sababu iliyosababisha muweze kuoana. Inaweza ikawa sababu kubwa sana ya kuondoa hiyo vita. Mtakumbuka mema na mazuri yenu pia. Lakini jambo lingine ambalo lina uwezo, au tiba nyingine ina uwezo kuondoa vita katika ndoa, tunasema kwamba kuomba na kutafuta msaada wa Mungu. Maombi na kutafuta msaada wa Mungu, hii ndiyo tiba ya mwisho. Na hii tiba ikishindikana, msipokwenda kwa nidhamu mbele ya Mwenyezi Mungu na kuomba pamoja, hapo sahauni hiyo vita kuzima, kwa sababu kila vita inaanzia katika ulimwengu wa roho, ndipo inaanza katika ulimwengu wa mwili. Je, ulishawahi kushuhudia ndoa ikigeuka kuwa uwanja wa vita? Na vita hii ilikuwaje? Nini kilitokea? Na ilikuwaje? Na kipi kilikuwa msaada kuondoa vita hii? Tuandikie kwenye komenti na sisi tutasoma, ili kwa pamoja tuweze kujifunza na kuendelea kuiponya jamii yetu. Karibu sana katika somo lijalo, uendelee kujenga na kuponya ndoa yako. Share na mtu mmoja tuweze kuponya ndoa yake.